kupigania haki na kudai mabadiliko ya kweli, basi wangemwachia asubuhi. Kwa mimi, kwa maoni yangu ni kwamba Lissu hana hatia, na nimekuja mahakamani kuja kushuhudia na kuona mwenendo wa kesi unapokwenda, lakini kwa jicho la kawaida tu utagundua anaonewa. Kwa hiyo waharakishe haraka hiyo kesi imalizike, Chadema warudi wakafanye kazi yao ya kisiasa kwa mujibu wa sheria na kwa mujibu wa katiba. Watu washindane kwenye majukwaa ya kisiasa. Uhuru wa kufanya siasa urejee, uhuru wa kutoa maoni urejee. Haya mambo ya kuoneana, kuumizana, kutekana yamepitwa na wakati. Hayana msaada wowote kwa taifa hili. Kwa hiyo wamwachie haraka. Msimamo pia nyongeza msimamo wa makada wenzako wa Chauma ni kwamba Lissu kuwa ndani manake ni sehemu ya mikakati ya kujinufaisha baadhi ya viongozi waandamizi wa Chadema. Hili manake ni kama linakinzana na kile ambacho wewe nini? Lugha ya makada wa Chauma wanaozungumza ya kuhusu Lissu au kuhusu viongozi wa Chadema ni maneno ya hovyo kabisa. Hayapaswi hata kuzungumzwa na viongozi wa vyama vya kisiasa. Vyama vya upinzani vinapaswa kuungana kuzungumza lugha moja, na kazi ya vyama vya siasa ni kuikosoa serikali iliyoko madarakani ili vyenyewe viingie madarakani. Hayo ndio malengo ya chama cha siasa. Kwa hiyo ukimuona mwanasiasa wa chama cha upinzani anakikosoa chama kingine cha siasa, malengo yake yako kwenye mrengo wa watawala, na nyinyi mnafahamu viko vyama vya namna hiyo. Sasa mimi leo sitaki kuzungumza mambo mengi, ila nitazungumza na vyombo vya habari hivi karibuni, nitaeleza msimamo wangu. Kwa hiyo nitawaita siku sio nyingi, tutazungumza. Umekuwa ukikosoa sana Chauma, ni tofauti kabisa na vile ambavyo ulijiunga mwanzoni. Hii ndio kusema kwamba inawezekana kuna baadhi ya sera ambazo wakati unaingia hivi sasa unaona ni kama haziko sawa sawa, na badala yake unakuwa ukimpambia maua Chadema na watu wana kwenye maswali magumu kuhusu wewe sasa. No, hawako sawa. Hawako sawa, nimewaambia mara nyingi na nimewaambia mara kadhaa. Nimewaambia chama cha siasa wajibu wake mkubwa ni kuikosoa serikali iliyoko madarakani. Wajibu wake mkubwa ni kuikosoa serikali iliyoko madarakani. Sasa kama chama cha siasa ukiona wanatoka viongozi wa chama kingine wanakosoa viongozi wa chama kingine, sio hilo jambo liko sawa sawa. Nimewaambia ndani, nimewaambia kote tulikokutana, nikawaambia mnapaswa kutoa majawabu. Hisi ni chama cha siasa. Bahati mbaya, naweza nikasema bahati mbaya, kimeshiriki uchaguzi wa 2025. 2025 sio? Uchaguzi ambao mazingira yake kila mtu anayajua. Sasa ukiona chama cha siasa kinakaa kimya na kinashiriki uchaguzi wa namna ile, kinakwenda kushiriki mshindi wa CCM katika matokeo ambayo hayaeleweki, kinashiriki kutangazwa kwake, kinashiriki kuapishwa kwake, nimewakosoa ndani nikawaambia hamko sawa sawa. Hamko sahihi. Mnaonekana mko mrengo huo. Kwa hiyo hilo wanaelewa na wananichukia kwenye jambo hilo, lakini mimi ni msimamo wangu, nimewaambia hamko sawa sawa kwenye kutimiza wajibu wenu kama chama cha siasa. Kwa hiyo nilitarajia wao ndo wangetoka na maoni makali zaidi, walaani mauaji yaliyotokea, mauaji ya vijana waliouawa bila hatia, watoke walaani uchaguzi ulivyoendeshwa, walaani matokeo waliojipangia. Walikuwa wazungumze wao ndo walitakiwa watoe lawama hasa kwa sababu walishiriki uchaguzi. Lakini unaona wao wanashiriki na wale ambao waliwakandamiza. Hii ni jambo la ajabu sana. Ndio maana mimi nimeshindwa kuelewana nao. Nimewaambia wazi, kwa namna hii hatuwezi tukasema sisi ni chama cha siasa. Na hata hiyo minongono unayoendelea kwamba nyinyi ni CCMB inapata mashiko, kwa sababu haiwezekani. Yule aliyekusababisha ulie, yule aliyekuumiza, ndio huyo unamkumbatia, ndio huyo anakualika, unashiriki hafla zake zote. Haiwezekani, hatujazoea hivyo. Chama cha siasa hakijawa hivyo. Hatujawahi kuwa hivyo. Wewe unagombea urais, unapewa kura namba za viatu na unakwenda unashiriki katika hatua zote za kukabidhiwa cheti, unashiriki hatua zote za kuapishwa, unashiriki kila hatua. Sasa tunakuelewaje? Na Watanzania hawawezi kutuelewa, ndugu zangu, kwa sababu wajibu wa chama cha siasa chochote nchini ni kushika dola. Madhumuni yake ni hayo. Sasa ukitoka kwenye madhumuni na wajibu mkubwa sasa ili kuelekea huko ni wajibu wa kuikosoa serikali iliyoko madarakani. Sasa tukiondoka kwenye kuikosoa serikali, sisi tunafanya nini? Hatuna tunachokifanya kwenye siasa. Manake wajibu wetu wa vyama vya upinzani vyote ni kuikosoa serikali iliyoko madarakani kwa sera zake, namna wanavyoendesha nchi, namna wanavyokwenda. Ndio wajibu wa chama cha siasa, kinapaswa kusimama kwa niaba ya umma ambao unawataka kesho na kesho kutwa wa kuamini, wa kupigia kura. Kwa hiyo wanapokwenda tofauti, ndio maana sisi wengine tumejitanabaisha wazi, tukawaambia hamko sawa sawa. Hili haliko sawa, na huo ni msimamo wangu kwamba hawako sawa sawa, na narudia tena, Chauma haiko sawa hata kidogo.
kwa namna ambavyo inatumia baadhi ya makada wake hawako sawa sawa. Nawashukuru sana. Hii ndio kusema kwamba inawezekana safari yako ya Chauma ikawa iko ukingoni, maana yake ni kama misimamo hii tofauti kabisa na ilivyokuwa mwanzoni, kwa sababu huo uchaguzi na wewe pia ulikuwa sehemu ya washiriki, ulikuwa sehemu ya watu walionadi wagombea wake. Ni tofauti kabisa na unachokizungumza sasa. Naweza nikasema iko ukingoni kwa sababu siwezi kuwa sehemu ya watu wa namna hiyo. Siwezi kuwa na watu ambao tunazungumza lugha ya kwamba tunapaswa kuikosoa serikali, wao hawataki. Tunapaswa kuwekemea kwa mambo yaliyotokea, wao hawataki. Sasa nitakuwaje sehemu ya viongozi wa namna hii? Hata wananchi hatanielewa. Mimi damu yangu ni ya kimapinduzi, msimamo wangu uko wazi. Siwezi kuwa na watu ambao wanaisifu serikali, wanaiimbia mapambio kwa mambo ambayo kwa hata mtoto mdogo akiyaona naamini haya mambo sio mazuri, mambo mabaya. Sasa mimi siwezi kuwa sehemu hiyo. Kwa hiyo muda mwafaka nitawaita, nitazungumza na nitaonyesha na nitaeleza msimamo wangu wa kisiasa. Nitawaita. Kwa hiyo tuwe na subira. Tawaambia. Imeumiza sana, imefifisha sana demokrasia na haikuishia hapo. Sababu kuwa ndani tu haikupaswa kuwa hivyo. Wameenda mbali zaidi, wamekizuia chama chenyewe kisifanye siasa. Wamekizuia kukutana na wananchi, wamezuia mali za chama hicho. Sasa kwa vyovyote vile, kwa vyovyote na mtu yeyote mtakubaliana na mimi, Chadema ndio chama kikuu Tanzania cha siasa. Ndio chama kikubwa. Sasa ukikizuia chama kama hiki ambacho ndio chama kiongozi, ndo ambacho kinapaswa kutoa mwelekeo wa siasa za nchi hii. Kwa hiyo kwa vyovyote vile na ukamkamata mwenyekiti wa chama hicho ukamweka ndani kwa mashtaka ambayo ni ya kubumba kama inavyoonekana, basi kwa vyovyote vile itafifisha tu. Kwa hiyo kwa vyovyote imefifisha sana demokrasia ya nchi yetu na inarudisha nyuma mapambano, lakini kwa njia nyingine wanamkomaza kisiasa, wanamuimarisha, kwa sababu dhahabu ili ing'ae lazima uipitishe kwenye moto. Kwa hiyo wao wanamngarisha bila kujua wanamngarisha. Lissu aliyeingia ndani karibia takribani mwaka sasa, atatoka akiwa Lissu mwingine tofauti kabisa, kwa sababu wao ndo wamemngarisha kwa maumivu ambao wanampitisha, lakini Watanzania asilimia kubwa kwa mamilioni wako nyuma yake. Unaona wanazidi kuongeza matumaini kwake, na wana matumaini tu kwake kwamba siku moja atarudi na haki itapatikana tena katika nchi yetu hii. Asante sana.